Hodi Kilingeni kwa malingo naingia. Mganga tiba za jadi enzi za kusafinia, sijiviki ukaidi kwanza na kusalimia. Habari gani sheshe? Okay, hizo habari zingekuja anyways, kama mlivyosikia leo hapa kwenye UDOM podcast, ameanza na mbwembwe zake. Yeye ni mshahiri, anaitwa Juma Mbonde. Ni mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Ni msanii wa mashairi lakini pia ni msanii wa maigizo, michezo ya kuigiza ya jukwaani pamoja na kwenye stage, kwenye screen, yes. Tutazungumza naye mambo mbalimbali kuhusiana na sanaa na Chuo Kikuu cha Dodoma, jinsi gani ina embrace knowledge kwenye upande wa sanaa na vitu kama hivyo. Atatueleza mengi. Kwanza kikubwa ni kwamba amepata ku present sanaa yake kwenye majukwaa makubwa ambayo tutayazungumzia, lakini kwenye swala zima la acting ameweza pia kuonekana kwenye series kubwa hapa nchini Tanzania kama Huba series, ni moja kati ya series kubwa. Nitazungumza naye. Kwa kwanza, Juma Mbonde ni nani? Juma Mbonde ni mshairi lakini ni mtoto wa familia ya Mzee Mbonde, Mzee Omari Mbonde, ambaye makao yake makuu yalikuwa pale Manzese jijini Dar es Salaam. Mimi ni kijana ambaye nimelelewa katika makuzi ya Waswahili. Na nashukuru Mungu Uswahili huo leo hii umeniingiza kwenye sanaa. Na sasa hivi naifanya sanaa yangu ya Kiswahili sio tu kwa level ya kusikilizwa na Waswahili walioko Tanzania, ni kwa level ya kusikilizwa na Waswahili walioko duniani. Ukisema umelelewa katika mazingira ya Kiswahili, kuna picha tunaipata. Chiriku mwingi sana, unajua zile Uswahili. Is that what you unacho reflect ukisema umelelewa katika mazingira ya Kiswahili? Hapana, sina maana hiyo. Mswahili, tukimzungumzia Mswahili kwanza tunamzungumzia mtu fulani ambaye kwanza ana hekima, ana busara, ana lugha ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo imesheheni lahaja nyingi sana ambazo ni tofauti na lugha zingine zote duniani. Kiswahili sisi tuna Kiunguja, tuna Kitumbatu, tuna Kimtangata. Hizo zote ni lahaja za Kiswahili. Ni utajiri kiasi gani ambao upo katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo mimi ninaposema nimelelewa katika familia ya Kiswahili, na maanisha katika familia ambayo imeshiba misamiati ya Kiswahili. Naam, barabara. Katika majukwaa makubwa ambayo umewahi kuwasilisha sanaa yako, yapi ambayo unayakumbuka? Nimefanya kazi ya sanaa yangu katika majukwaa mengi sana. Nakumbuka nilianza kabisa kuonekana na umma wa Tanzania ilikuwa kwenye jukwaa la Unitalent mwaka 2022, ambapo nilifanya kwenye mashindano yale, na alhamdulillah Mungu si asumani nilifika mpaka hatua ya finali. Lakini pia nimefanya katika jukwaa la tamasha kubwa kabisa la kimataifa, utalii na uwekezaji Karibu Kusini. Lakini jukwaa lingine kubwa nalolikumbuka ni mwaka 2023 katika ziara ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan mkoani Singida, katika wilaya ya Iramba. Lakini pia mwaka 2024 jukwaa kubwa nalikumbuka ni la vijana wa UVCCM Zanzibar, ambapo walikuwa na kauli mbiu yao wanasema tunazima zote tunawasha kijani pale Amani Complex. Nakumbuka mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hayo ni majukwaa makubwa na nakumbuka, japokuwa kuna majukwaa mengi sana ambayo nimeshiriki. Hivi Mbonde ni wenyeji wa wapi originally kabisa? Mbonde sisi ni Wandengereko, kuna Mbonde wa Matumbi. Kwa hiyo ukizungumzia kina Mbonde wapo wenyeji wa Kilwa, wengine wenyeji wa Rufiji. Kwa hiyo sisi kusini ndio nyumbani kwetu. Sasa haya maneno ya Kiswahili haya ambayo unapenda sana kuyatumia, kuna baadhi ya misamiati ambayo unaitumia sana kwenye kazi zako za sanaa. Yani natamani nijue unakaa unajifunza kwamba wakati unaandaa content kwamba nitaenda kuzungumza nini, au inakuwa tu yanakuja yani? Naomba kumnukuu mwandishi mmoja wa vitabu vya Kiswahili anaitwa Majid. Mimi napenda kumuita Majid Mswahili. Majid Mswahili anasema soma useme. Na kazi ya ushairi ilivyo, ili uweze kufanya vizuri katika uandishi na katika uwasilishaji wa kazi yako, lazima usome kazi za watu wengi. Ili uweze kujipa ule utajiri sasa wa misamiati ambao ukienda kuiwasilisha kwa mtu utasema wow, huyu kasema neno, na hili neno limetoka kwa mtu mwenye maneno. Kwa sababu ushairi bila maneno
Naweza kujikuta umekuwa mshairi wa mfano. Yaani hakuna mshairi mbovu kama fulani kwa sababu maneno yako hayawaingii watu akilini. Tunaona kidogo mambo yanakuwa hayaendi sawa. Kwa hivyo tunasoma sana ili nipate misamiati mingi, niweze kuiweka katika ushairi wangu na niweze kuiwasilisha kwa jamii. Nakumbuka ile mama nyonkunyola sina ng'ombe baniani. Hem, tupe kidogo. Mama nyonkunyola sina ng'ombe baniani. Sina baba wala mama, siri nimwambie nani? Nikimwambia jirani atazidi kunilani. Siku yangu ndio leo, ningoje nini mwakani? Niko kwenye podcast. Siku yangu ndio leo, ningoje nini mwakani? Na nitajimwaga kadiri niwezavyo, maana ndo siku yenyewe. Ndio hivyo. Utapata habita nafasi. Nani kasema? Leo yanaishi hapa. Inspiration ilikuwaje? Who inspired kuanza kufanya mashairi? Kwanza ushairi mimi uko ndani yangu. Nilipokuwa kwenye familia yetu, kwenye ukoo nikizungumzia, kuna mzee mmoja ambaye alikuwa binamu yangu. Mimi nilizaliwa nikakuta tayari ni mtu mzima, ni mzee. Tulikuwa tunamuita mzee Omari, almaarufu alikuwa anaitwa mzee Rogi. Au mzee Panama. Huyo mzee alikuwa ukipita hujamsalimia kaimba shairi. Ni binamu yangu. Ukifanya chochote kile umekosea kaimba shairi. Kwa vile vitu nilikuwa nimezaliwa na kuwa na visikia. Lakini baadaye nikapata nafasi ya kusoma vitabu vya waandishi mbalimbali wakati wa safari yangu ya kutafuta elimu. Na kwenyewe nikayasoma mashairi. Nikajikuta taratibu mimi naanza kuyapenda mashairi na naanza kuyafanya. Ushairi wangu huu ambao mnausikia leo hii sio kwamba nimeuanza ghafla hivi juzi kati, hapana. Mimi nimeanza mashairi naweza nikasema rasmi mwaka 2003. Wakati nasoma shule ya msingi Majengo Bagamoyo. Nilikuwa nafanya mashairi darasani, baadaye mwalimu wangu alikuwa anaitwa Mwalimu Mbazi. Akawa ananichukua na nipeleka chuo cha sanaa Bagamoyo. Kuna watu wananijua kupitia Tasuba. Mimi Tasuba nimeanza kuiona wakati bado mtoto mdogo. Kwa hiyo nikaweka dhamira, nikaweka nia, nikasema iko siku nitaingia Tasuba. Kwa sababu nilikuwa naingia pale bado mdogo na mashairi yangu pale nafanyika matukio pale, naenda na perform, narudi nyumbani na furahi, najisikia raha. Wakati huo ushairi kwangu ulikuwa ni kujifurahisha mimi mwenyewe. Nakumbuka nilikuwa nafanya mashairi nasema, mwenzangu hebu sikia haya ninayokuambia, katika hii dunia heshimu baba na mama. Wazazi wamekulea tena kwa malezi mema na mpaka umekuwa sasa ni mtu mzima. Tena wamekusomesha bila kujali gharama na ujinga umekuisha, sasa wajua kusoma. Wakati huo mimi mwenyewe ndo niko darasa la 3. Kusoma nafanya mashairi yake. Najua naunga kipindi hicho sinajua tena. Sio tulosoma zamani. Najua lakini ndo mashairi yangu wakati huo nilikuwa nafanyaje? Nafanya sasa. Angalia kwa wakati ule niko darasa la 3 nilikuwa nafanya mashairi haya. Kwa hivyo kadri ninavyokuwa na mimi nasoma, najifunza, naongeza vitu na hatimaye ndo umempata mbonde huyu ambaye tunajivunia chuo kikuu cha Dodoma hapa kuna mtu anaitwa Bonde. Tukibaki hapo kwenye safari ya elimu, hebu nipitishe wakati kuanzia primary umesoma wapi, secondary mpaka kufika Tasuba mpaka kufika hapa Yudo? Sijui nijiite mtu mwenye bahati. Mimi nimesoma shule nyingi sana. Shule ya msingi darasa la kwanza na la pili nimesoma katika shule inaitwa Tandale Magharibi. Iko pale Dar es Salaam. Hii barabara ya uzuri ya Sweet Corner hii. Kama unataka kwenda Mtogole almaarufu au kama unataka kwenda Tandale kwa tumbo, kuna shule pale inaitwa Tandale Magharibi. Nilisoma darasa la kwanza hadi la pili. Kwa bahati mbaya baba yangu akawa amefariki wakati huo, ikabidi tuame kutoka Dar es Salaam tuhamie Bagamoyo. Kwa hivyo darasa la 3 mpaka la 5 nikasoma shule ya msingi inaitwa Majengo. Iko Bagamoyo. Kule sasa nikawa niko kwa mama, sasa nimelelewa na mama, nasoma Majengo Bagamoyo. Kwa bahati mbaya mama naye akafariki. Ikabidi sasa mimi nirudi tena Dar es Salaam kwa baba zangu wakubwa na baba zangu wadogo. Nikaenda kumaliza darasa la 7 katika shule ya msingi Uzuri ambayo inapatikana ni Sinza ile. Karibu na uwanja wa Tipi pale. Kuna shule inaitwa shule ya msingi Uzuri. Pale mimi ndo nikamaliza darasa langu la 7. Hiyo bahati ya kwanza, nimesoma shule 3. Yaani mimi elimu ya msingi tu nimesoma shule 3. Hiyo bahati yangu ya kwanza. Lakini sekondari kufikia mpaka form 4 nimesoma shule 2. Baada ya kumaliza darasa la 7 mimi nilifaulu Mbezini. Nikasoma pale na form 1 ile. Baadaye nikahamia Manzese sekondari. Yaani nina changamoto kadri ninavyoingia katika hatua fulani ya elimu, yule ambaye ninamtegemea Mungu anamuita. Kwa hiyo nilisoma form 1 lakini baba yangu mkubwa alikuwa akinilea naye akapata kuitwa na Mungu. Kwa hiyo nikabidi niame Mbezini kwa kuhofia nauli. Wakati ule nauli shilingi 50
unalipa shilingi 50 kwenda, shilingi 50 kurudi. Kwa hiyo shilingi 100 ya kunipeleka shule kwenda na kurudi ikawa kidogo changamoto, nikabidi nihamie Manzese. Nikamaliza sekondari Manzese sekondari, nikafanikiwa, mambo yakawa magumu kidogo, nikaenda chuo cha ualimu Ndala. Nimesoma ualimu mwaka 2012 2014 nikamaliza. Nikasoma tena chuo cha sanaa Bagamoyo, taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo TASUBA. Pale nikasoma diploma ya sanaa hizi ambazo leo hii naweza nikazifanya kwenye majukwaa mbalimbali. Hizi ambazo leo hii watu wengi wananitambua kwamba Mbonde anafanya sanaa fulani. Diploma yangu hiyo nimeichukua katika taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, ambapo ni mwaka 2023. Baada ya hapo sasa hivi nimejiunga katika chuo kikuu cha Dodoma, ambapo pia hapa nachukua Bachelor of Arts in Theater and Film. Bado niko mule katika shughuli zangu za sanaa. Kwa hivyo niwaahidi tu wa Tanzania, baada ya kutoka hapa mtegemee makubwa kuliko yale ambayo mlikuwa mnayaona wakati niko TASUBA. Nafurahi sana unapochukua vitu ambavyo watu wengine pengine wangelalamika, wangeona wameonewa, lakini unavichukua in a positive way, kusema kwamba nilibahatika. It's a beautiful mentality. It's a very beautiful mentality. Kila kitu kinakuja kwa bahati. Kila unachokipata katika maisha yako ni bahati. Isivyo bahati huwa inatokea mara moja sana. Kwa sababu kila kinachokukumba wewe sasa hivi hapa, tumekutana mimi na wewe, hii ni sababu ya wewe kwenda katika hatua nyingine. Ukikutana na kitu ambacho unahisi kimekupa changamoto, ni maana kinakutengeneza uende katika hatua nyingine. Kwa hivyo mimi kila kinachotokea katika maisha yangu naona ni bahati. Leo hii mimi kuwepo chuo kikuu cha Dodoma ni bahati. Leo hii kuwepo katika kipindi cha podcast tena nimekaa na wewe binti mrembo mashallah, hiyo nayo ni bahati. Au wewe uone kama mimi na bahati? Tunaona la kujifunza hapo. Kwa nini chuo kikuu cha Dodoma? Umemaliza TASUBA tayari, ulikuwa una uwezo wa kwenda kufanya sanaa kwenye majukwaa makubwa. Tunajua TASUBA wametoa vichwa. Kwa nini umeamua kuendelea na shahada chuo kikuu cha Dodoma? Unajua tunapozungumzia sanaa watu wanaichukulia kiwepesi sana. Lakini sanaa ni taaluma ambayo hata waanzilishi wake walikuwa ni wasomi. Ukifuatilia historia ya sanaa hizi ambazo tunazifanya leo, iwe kwenye majukwaa au iwe kwenye televisheni, popote pale ambapo tunafanya sanaa, utakuta waasisi walioanzisha sanaa walikuwa watu ambao wameenda shule. Kwa hivyo mimi kwangu thamani ya sanaa sio kule kusimama tu jukwaani na watu kunijua wakanishangilia ikaisha. Thamani ya sanaa kwangu mimi ni kupata elimu kubwa katika hiyo sanaa, ikiwezekana kesho na kesho kutwa watu wao wananikumbuka katika maandiko, niwe nimeacha urithi ambao watu wanaweza wakamsoma sasa Juma Omari Mbonde wakajifunza kitu ambacho kitawasaidia katika maisha yao. Sisemi wasanii ambao hawajaingia darasani wao hawatakumbukwa, hapana. Lakini mimi nina ndoto ya kufikia zile hatua kubwa ambazo watu ambao mimi nawasoma kwenye vitabu wamezifikia, na hawakuzifikia kwa bahati mbaya, kwanza walitafuta elimu. Ndio maana mimi nimezurura kote huko afu nimedondokea chuo kikuu cha Dodoma. Sijasema ni mwisho. Bado nitasoma sana. Inawezekana miaka kadhaa mbele tukazungumzia Profesa Juma Omari Mbonde. Profesa wa nini wa sana? Amen to that. You have a very positive mentality. I love that. Umeshiriki Uni Talent, umeenda mpaka finalist. Nataka unielezee ilikuwaje, changamoto zilikuwa ni nini? Kuna kipindi ulikata tamaa. Tukitoka hapo, nataka pia tuongelee Uni Awards. Umepata pia tuzo ya Uni Awards. How does it feel to have a trophy? Tuanze kwanza na Uni Talent. Safari ilikuwaje? Uni Talent naweza kusema nimeanza sanaa muda mrefu, lakini naweza kusema safari rasmi ya sanaa mimi nilianza kwenye Uni Talent. Nawashukuru sana kwenye hilo. Niliona Uni Talent na nilivutiwa sana na mshairi. Mashindano yale yanashirikisha sanaa nyingi. Lakini kuna mwaka kuna bwana mmoja anaitwa Magambo John. Alhamdulillah yule bwana naye sasa hivi amejiunga chuo kikuu cha Dodoma. Ndio uone washairi tumepania. Yuko hapa Dodoma na anatafuta degree kama ambayo naitafuta mimi. Nilivyomuona yule bwana anafanya zile performance zake, nikaona mimi nina kitu cha kufanya kuvuka hapa. Naweza kufanya kitu kwenye hili. Kwa hivyo nilivyojiunga katika chuo cha TASUBA, nikaona sasa ni wakati mwafaka wa mimi kuifanya sanaa yangu kupitia Uni Talent. Mimi niliingia Uni Talent sio kwa sababu ya kupigania zile milioni 10. Niliingia Uni Talent kwa sababu ya kwenda kumtengeneza Juma Omari Mbonde. Na nashukuru Mungu nilifanya kuanzia hatua ya mwanzo kwa bahati.
nikafika mpaka finali. Hiyo kwangu ni bahati. Na inawezekana wale ndo walomtengeneza Mbonde huyu wa leo, kwa sababu challenge ya wewe unafanya mashairi, unashindana na mtu anaimba taarabu, mtu anaimba singeli, mtu anaimba gospel, mtu anaimba bongo flava, mtu anachola, mtu anaigiza, mtu anachekesha. Wote unashindana nao wewe. Na mwisho wa siku unafika finali. Ni jambo kubwa sana kwangu na nilishukuru kufika ile hatua. Na nashukuru Mungu ile safari imenijengea watu wengi kwa sasa hivi. Naweza kwenda kufanya performance kwenye jukwaa la aina yoyote ndani na nje ya nchi. Hiyo ndio ile safari yangu ya talent. Sijaona changamoto nyingi kwa sababu changamoto ndo safari. Ukitaka kwenda sehemu lazima kuna vilima utapanda ili ufike, kuna mabonde utashuka. Sasa ukitaka uende smooth tu, hiyo safari haina baraka. Safari ili iwe nzuri lazima upate changamoto ambazo baadaye watu utawahadisia. Ndio utuhadisie sasa hizo ambazo ulizikutana nazo kwa anasema hii kesho kutwa mimi natolewa hii. Tukiitwa tena sipo. Nimekupa mfano, unashindana na watu aina gani hapo? Unaenda kufanya performance, wewe una mashairi, wakati ule nilikuwa hatua za mwanzo nilikuwa speaking na sound. Unaenda kule unakuta mwenzako anapigiwa sound pale. Watu wanapata vibe ya kwanza kutoka kwenye sound. Vibe ya pili kutoka kwenye kile anachowasilisha. Wewe unaingia jukwani pale na maneno matupu. Sio, unaelewa Wewe unaenda pale tu, wewe Wimbombo na Ulindi pekecha moto na waka, najipenda halingi, kisura amenikamata, sina gari, sina pesa, kapuku kwake nikatupa karata, nikichanga na kata tu. Alafu unawashinda watu ambao wao sasa wana sound inawasindikiza. Angalia ugumu uliokuwepo hapo. Mimi changamoto katika sanaa naziangalia katika kile tu ninachokiwasilisha. Nimekutana na ugumu gani? Siangalii katika kile ambacho kinatamani kunivuta nyuma. Ndio maana nazungumzia majukwaa tu peke yake. Siwezi mimi nikaanza kusema kuna wasanii leo kuuliza atakwambia changamoto mtaji, mtaji ni wewe. Mtaji ni hicho ulichonacho. Unakiwasilisha vipi kwa jamii yako? Changamoto hii jamii inapokeaje? Lakini nashukuru jamii ilinipokea positive na ndio maana nikafika hatua ya finali. Uni Awards umeibuka mshindi 2023 24 2025 Okay. Sababu ilikuwa msimu wa 6 ule na sasa hivi ndo anaingia kwenye msimu wa 7. Mimi nashukuru pia Uni Award ilikuwa ni platform nzuri kwangu ambayo imenipokea Mbonde pengine kwa kuniona kutoka kwenye jukwaa la Uni Talent. Lakini niliapply zile tuzo na nimefanikiwa kupata tuzo ya Best Performing Poet. Best Live Performing. Unajua zile tuzo zinajumuisha vyuo vyote Tanzania, vyuo vikuu, vyuo vya kati. Walikuwepo washindani kutoka vyuo vingine. Vyuo vyote Tanzania kulikuwa shindani humo kule. Mwamba mmoja huyo alikuwa anaitwa Nusahmu. Alikuwa anatoka Zanzibar. Unajua Zanzibar kwenye mashairi walivyokuwa vizuri. Sana. Jambo lilikuwa kubwa kweli. Lakini kulikuwa na madamu mwingine jina kidogo limenitoka. Yeye anasoma chuo cha Unesi pale Muhimbili. Lakini pamoja na kusomea Unesi pale Muhimbili alikuwa mshairi vile vile na nimekutana naye jukwani. Kwa hivyo ile safari na yenyewe ilikuwa na milima yake. Lakini milima ya kisanaa kwa sababu ilikuwa kuna challenge ya kupigiwa na watu kula, watu kwanza wakukubali unachokiwasilisha kwao. Lakini kuna challenge ya majaji. Majaji nao wakubali waseme Mbonde sasa anastahili kupokea heshima hii ya tuzo ya kuwa Best Live Performing Poet mwaka 2024 mwaka 2025. Una mpango wa kuwania tena? Tuzo na mpango wa kuwania, lakini sasa hivi na focus zaidi tuzo za kutoka nje. Naam. Kutoka Uni Award mpaka nje Mbonde jamani, hebu twende taratibu jamani. Kwani Uni Award unaona ni platform ndogo? Sio ndogo, lakini sababu tungeongelea hata zile za nini. Uni Award inahusisha vyuo vyote vya watu. Vya ndani ya nchi. Vyuo vyote vya nini? Tanzania bara na Tanzania. Ina uzito sawa na tuzo zipi? Twende tu kama tunaenda kwenye tuzo za muziki twende uzito sawa. Sababu tunazungumzia Tanzania. Sasa mimi nikiwa naendelea sisemi kwamba tuzo za humu sizitaki. Lakini ndoto yangu iko wapi? Sijui tumezungumza vizuri. Mbona hukuniuliza wakati nakwambia nitaitwa profesa, hujaniuliza udaktari nimeupata. Tutaenda huko. Ila mimi hiyo umenishtua kidogo. Anyway, bless up. Tuanze anakuambia think big. Ndio. Na tunaisubiri hiyo tuzo ya nje ya nchi. Itapatikana hivi karibuni. Ndoto kubwa ya Mbonde ni nini? Yaani kitu gani kikifulfill kwenye sanaa yake ataona sasa nao nimefanya kitu kwenye sanaa. Mimi
nikizungumza sasa kama Mbonde ya Free Poet, sitamani kuwa Mbonde ya Free Poet ambaye watu wanamjua sasa hivi. Natamani kuwa Mbonde ya Free Poet ambaye ni taasisi kubwa itakayoweza kuajiri watu na kusaidia watu katika maisha yao. Taasisi ambayo itajenga misingi ya sanaa. Yaani maana yake kuwe na Mbonde wengine wengi wanaomfuata nyuma. Ndio maana unavyoona leo hii nakwambia nitasoma, nitafika level hiyo, lakini nitafanya sanaa kwa ukubwa wake. Sitaki kuwa msomi ambaye naambiwa huyu msomi wa sanaa alafu sanaa haisifanyi. Hilo kwangu mimi silitaki. Kwa hiyo niwaahidi tu Watanzania wenzangu ambao wananitazama sasa hivi, lakini wapenda Kiswahili wote duniani, kwamba kuna siku moja Mbonde atakuwa taasisi kubwa ya sanaa, hususan sanaa hii inayohusiana na ushairi. Na nitaifanya kwa ukubwa wake kiasi kwamba itasaidia hata kuinua vijana wengine ambao wana kipaji kama changu katika hili. Unahisi nini unahitaji labda kushikwa mkono ili kufikia hapo? Ni kama ulivyosema, pengine labda hauwazi mtaji as in pesa. Kuna kitu gani unahisi labda mtu akipush tunaweza tukafikia huko? Mimi natamani sana kuwafikia watu. Sanaa ni kuwafikia wale ambao wanananili. Kwa sababu mimi natengeneza bidhaa. Sanaa yangu ni bidhaa. Kama kutakuwa hakuna walaji, hata thamani yake inakuwa haipo. Kwa kitu labda ambacho natamani sana watu wanishike mkono ni kuzitazama kazi zangu, kuzisikiliza kazi zangu, lakini pia kunipa maoni kama kuna sehemu ambayo nimefanyaje nimekosea, au kunipongeza katika sehemu ambayo nimefanya vizuri. Nafikiri hicho ni kitu kikubwa kwangu. Kwa sababu hata atakayekuja kuwekeza kwangu yana wahitaji hao ambao mimi nawazungumza sasa hivi. Walaji wa kazi yangu mimi. Hao ndio wawekezaji wakubwa ambao mimi nawataka. Na akili nyingi? Sijasema mimi. Wewe unajihesabia kama una akili nyingi? Hayo maneno ni yako hapo. Ukipewa nafasi kwa ufupi kuielezea sanaa, idara ya sanaa ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Umenipa jukumu zito kuliko nilichokitegemea kutoka kwako. Kifupi tu kama mwanafunzi, yani unaionaje idara ya sanaa kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma? Idara ya sanaa ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kwanza niwashukuru kwa kunipokea idara ya sanaa ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Nashukuru pia wamenipa platform ya kuonekana na watu wengine. Leo hii tunapozungumza na Juma Mbonde wa Chuo Kikuu cha Dodoma, tunazungumza na katibu wa sanaa, michezo na burudani wa ndaki ya jinsia na sayansi ya jamii. Sasa kwa maana hiyo, manake bila idara ya sanaa pengine hawa watu wasingeniona huko ndani. Idara ya sanaa inafanya kazi yake kwa weledi sana. Na ndio maana mpaka sasa nimeendelea kung'ang'ania. Kwa mujibu wa ndoto zangu, ningekuwa hapa nimekuta mambo ambayo siyaelewa, leo hii ingekuwa nishatoroka. Lakini naamini katika kile ninachokipata kutoka kwenye idara ya sanaa ya Chuo Kikuu cha Dodoma, wananifundisha vitu vingi sana. Leo hii Mbonde huyu nikikaa mbele ya kamera director ujipange. Japokuwa mimi msanii, kuna wasanii wengi wao wanasubiri director afanye setting shoot. Lakini sasa hivi ujipange, blaza picha naijua. Mimi mwenyewe nashika kamera sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kumkuta Mbonde kaenda katika vipengele vingi. Unaona, ukinipa nafasi ya kudirect watu, vile vile nipo. Ukinipa nafasi ya kuigiza nitakuwepo. Na hivi vyote nimelishwa kutoka katika idara ya sanaa ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hivyo niwatangazie tu Watanzania na watu wote duniani, Chuo Kikuu cha Dodoma ni sehemu sahihi. Haswa kama umeamua kusoma nini? Sanaa. Hapa utakutana na sanaa za aina zote. Sanaa za asili, kimaanisha za kitamaduni, lakini hata hizi sanaa za kisasa Chuo Kikuu cha Dodoma pia kinafundisha. Karibuni sana katika Chuo Kikuu cha Dodoma ili muweze kupata faida ya kile ambacho mimi nakielezea sasa hivi. Tuwape maua yao kwa kweli. Idara ya sanaa, kuna watu wanachukulia sanaa kama ni kitu ambacho ni kipo tu, mtu wote anaweza kaibuka as long as ametrend akafanya akaondoka, lakini ni taaluma kama taaluma zingine. Na Chuo Kikuu cha Dodoma of course wamefanya performance nyingi. Wamefanya performance mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Kwa hiyo Chuo Kikuu cha Dodoma kimewakilishwa vyema sana idara ya sanaa kwenye matamasha mengi, events za chuo, wageni rasmi wakubwa sana kitaifa wapo wana perform. It's a very good thing. Kwa hiyo nadhani mtu ambaye anasoma sanaa katika Chuo Kikuu cha Dodoma, yani anatakiwa awe proud sana. Kwanza hapa huji kusoma tu, vile vile unapata platform sana ya kuonekana na watu wengine.
asante sana kwa kuja UDOM podcast. Tukikuita tena tafadhali usije sasa ukawa star ukapata hizo tuzo za nje ukagoma kuja. Huku sasa Asante sana Juma kwa kuwa na sisi. Thank you guys so much pia kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka tunapomaliza UDOM podcast. Wewe unaniaga kiolela. Umesahau kama mimi. Afu huyu anapenda kuna nini? Wewe hata mwanzo nilikuwa sijatulia. Watu wameambia mimi mshairi. Watajuaje kama mimi? Nitakupa muda. Hapo kidogo. Jamani, Juma amalize tu na hizo ushairi zake ambazo jamani, sawa, raha ya sanaa upate sehemu ya kuionyesha, si ndio? Naam. Mwisho wa kipindi hiki jamani ndio mwanzo wa kipindi kingine moto zaidi. Kwa hiyo nikusihi tu usikae mbali sana na UDOM podcast kwa sababu sasa hivi tunakuja back to back, ni mwaka mpya, mambo mapya. Kwa hiyo things tumekuandalia vitu vingi sana. Stay with us. My name is Shisha Urban. Karibu sana UDOM, we embrace the knowledge. Na nimwachie sasa Juma afunge amalizie kwa sababu nisije nikapigwa behind the camera. All right, let's go. Waandishi wa hizi stanza, bonde sivimbi kichwa kila mmoja na heshima. Sina urafiki wa ukunguru, mi rafiki wa uhuru, swahiba nifunze vyema, napokea maarifa, mikasa na falsafa, mipango naitaka sana. Maisha ndefu safari, msafiri jipange vyema. Usingoje kutabiri bashiri bishara njema, ndo maana sina stanza tasa kusifu watu wazembe. Na tanza vya kutakasa mzalendo punguza uzembe, kijana tengemaza tanza kwanza, acha tegemewa wewe, anza kuomba, kuna kalama lawama na mwingi ujinga. Haso kama majusi walomtabiri Jesus kwa mashariki nyota, hundo upako na paka mpaka usifa na choka. Nipake nsipake. Inakuaga Kipemba na Msanga daulangu, ikitokea vurugu hiyo si tabia yangu. Juma Mbonde jina langu, UDOM ndo chuo changu, na UDOM ambassador hiyo ndo timu yangu. Thank you guys so much, until next time, bye bye.